Mzee bwana, mambo vipi? Safi. Hali inasemaje? Alhamdulillah. Tumetoka kuangalia juzi hapa mechi ya nani Simba wakiwa na wale washikaji ambao wanaitwa nani? Warabu wale. Warabu kutokea Almasi kutoka Misri, si ndio? Wale ilikuwa imefanyaje mpaka Simba wakaweza kufanikisha kushinda mechi ile, wakati kwao kule walijikuta wamepoteza mapema tu. Ndio hivyo, na nitategemea na kila mtu lazima ashinde kwake. Kila mtu ashinde kwake. Naona mjitahidi na wao mjitahidi kufanikiwa, wameshaingia finali. Tunawapongeza. Ni jambo la muhimu. Mwana Simba, wewe unazungumzaje mechi ya juzi? Maana mechi ilikuwa ya kwako ile, lakini mazingira mpaka tumetoka kwenye penalti hivi. Kwanza badilisha kauli, hakuna mwenye mechi yake. Mechi si ya kwako ya Simba. Sababu pale uwanjani zinacheza timu mbili. Yoyote anaweza akapata mechi ya kwako, sisi tuko Tanzania hapa. Na mechi ilikuwa ni ya Simba pamoja na Almasri, lakini mechi ya Simba kwa sababu Simba ndio mwenyeji. Kwa maana kwamba mwenyeji. Hapo nimekuelewa. Nafikiri labda unazungumzia kwamba ilikuwa mechi ya kwangu, kwa maana kwamba yani nilikuwa umeinunua. Au kuna mazingira ya kuinunua ni? Hapana, hakuna mazingira ya kuinunua. Unakupa kwepa, inawezekana kuna mazingira ya kuinunua. Unazungumza masuala kwamba nilikuwa ya kwangu, inamaanisha kwamba wewe unaniweka kwenye mtego kwamba niseme kwamba ilikuwa ya kwangu kwamba nimenunua. Tumeona mazingira ya kufanikiwa Simba kupita hii hatua ya kwenda nusu finali, mpaka mazingira ya Mashe hapa pamoja na Mwamposa. Wewe umelionaje hii jambo? Bila Mwamposa na Mashe tusingetoboa. Kwanza Mwamposa hakuwepo uwanjani. Yani Mwamposa wewe hujamuona uwanjani, lakini Mwamposa pia alishirika katika maombi pamoja na shehe wa taifa. Hilo ni swala la kawaida kwa binadamu, wanapotaka kuliendea jambo lazima mtangulize Mungu mbele. Kwa hiyo ile tetesi inayozungumzwa katika mechi ya Yanga kwamba tulibeba mashehe pamoja na mbuzi inafanana, kwa sababu ndio mambo yale. Hakuna. Yanga wanapenda sana kuongea propaganda. Kwanza Yanga inatakiwa waombe lazima shehe. Hawezi kuwaita mashehe wetu kwamba ni mbuzi, kwamba ameuona mzuzu alafu anasema kwamba ni mbuzi. Ukiwauliza na ushahidi kwamba kulikuwa na mbuzi, anaweza kaleta ushahidi. Watu wa Yanga wao hawajazungumza hivyo, ila watu ambao waliwaona. Nani aliyezungumza? Akiwemo meneja wa uwanja ameona kwamba mule ndani, baada ya kukataa kuwaingiza, baada ya kuona ndape Mike mtangazaji hapo kidogo namsaidia ndugu yangu wa Simba. Hiyo mechi waulize TFF. TFF wao ndio walibadilisha. Sio kama sababu sisi tulipata barua kwa TFF kwamba mechi itachezwa time fulani. Na ilitolewa kwa muda ambao sahihi. Lakini hivi vitu mnavionaje katika soka letu la Tanzania, vitakuza soka au vitakuwa vinazidi kulidimiza soka? Kwa sababu kama Simba na Yanga ikikutana ndio kunakuwa na migogoro namna hiyo. Unajua timu hizi mbili timu kubwa sana kwa hapa Tanzania. Serikali wenyewe wanaitizama hizi timu mbili. Wewe linapofanyika kosa anaonekana huyu mbaya au huyu mbaya. Ushafahamu? Lakini hizi timu zinatakiwa watu wakae chini wa discuss wanavyofanya sivyo. For example, tuchukue hii mechi ya juzi. Na watu wamepoteza hela nyingi sana mshikaji. Mechi ya Simba na Yanga juzi. Kuna mtu katoka German kaja hapa kutaka kuangalia game. Anakuta game katoka Germany huko. Katoka Ujerumani, kapanda flighting, kaacha kazi zake. Kaacha kazi, katoka Ujerumani anakuja hapa anakuta game hapo. Akiuliza anaambiwa hivi. Hizi timu Simba na Yanga hizi, mimi naomba TFF wasiangalie sana. Inawezekana ikawa ni Simba ndo na Yanga ndo tatizo, au tatizo lipo kwenye shirikisho la mpira? TFF pia wanachangia. Wanachangia kwa asilimia 90. Kwa sababu ungekuwa wana misimamo, maana yake vitu visivyo vinatokea. Yes, kama inavyotoka uamuzi kwamba mtu fulani tunamfungia, basi tumemfungia. Mtu fulani tunamfungulia, basi tumemfungulia. Lakini timu hii Simba Yanga ikifanya kosa, inachukuliwa muda mrefu sana kutolewa uamuzi. Watu wanakaa mpaka wanasahau. Lakini iache ifanye timu nyingine uone. Chapu tu. Yaani uamuzi unatoka chapu tu. For example, referee kafanya makosa. Mechi tuchukulie labda ya Azamu labda na timu yote. Basi kama muamuzi kafanya makosa pale pale tu, watu wameamua referee na siku ya pili tunakuwa kishafungiwa. Lakini Simba na Yanga hata muamuzi akifanya makosa, timu mbili hizi kilalamika au kuti referee. Na tukirudi katika masuala ya kimataifa, unaoionaje Simba kama tunaweza kwenda kufanikisha kufuzu na kuchukua kombe? Kufuzu nusu finali. Simba tunaweza vile kuchukua kombe, kwa sababu unapoenda vitani uwezi ukasema silaha yangu mimi naeka nyuma. Mimi naenda vitani, mimi naenda kupambana.
Ukiwaangalia wapinzani wako ambao wa kutokea South Africa. Nimewaona juzi wameshinda goli moja. Wameshinda goli moja na wamemtoa. Naweza nikatoboa kwa wale kwa sababu kocha wetu si ana akili sana. Pana wale wamemtoa mpinzani, nimemuona wamemtoa Mwarabu. Zamalek. Lakini sisi kocha wetu kishajua kwamba wale wanacheza formation gani na sisi tucheze formation. Kwa uhakika pale. Naona itakuwa uhakika. Tukikutana na Berkane au wao wengine tushacheza nao Constantine, si ndio? Ambao ndio hao kati yao ndio unaweza kukutana nao pale. Kwa hiyo hizi itakuwa ni rahisi kwa Simba kufanya vizuri na kuchukua kombe kwa sababu hizi timu tayari wanafahamiana nazo, au itakuwa bado ni ngumu? Kutokana hizo timu nyingine sisi tulikuwa tujacheza nao kipindi hicho. Sasa hivi tumeingia huku shirikisho ndo tunawajua formation zao wanapocheza. Kwa hiyo na sisi tutapambana Simba kadri ya uwezo wetu ili kulichukua ili kombe. Tutapambana yani. Na inaposemekana kama ili kombe likimalizika hapa litakuwa lipo tena, litafutwa na itaendelea ile African Football Cup ambao Simba wamecheza mwaka juzi, mwaka jana kama sikosei. Uone kama itakuwa faraja sana kwa timu ya Tanzania kuwa baki na hilo kombe la shirikisho hapo. Ni ukweli unavyosema kwamba kama tutakuwa umelifuta wenyewe, kwa sababu mwanzo tulisikia kwamba shirikisho hamna. Hivi kipindi cha kati kuna Champions League tu pekee yake. Lakini sasa hivi shirikisho lipo, ndo Simba ndo wapo wanapambana. Sasa la msingi ili watu wa Simba tunaiombea Simba sana. Tupate ubingwa. Na wewe kama wakifuta kwako huoni kama itakuwa imepunguza morali wa timu zingine kufanya vizuri, kwa sababu makombe yakiwa mengi pia kidogo ingefanya timu ziwe zinapambana vizuri katika kufanya challenge. Kombe kubwa ili brother. Ile kombe kubwa. Ili kombe kubwa, sio kikombe cha kahawa ambacho hichi tunashindania hapa. Wewe ungependekeza vipi lifutwe au liendelee kubaki? Mimi ningependelea liwepo. Kwa sababu katika timu mbili hizi Simba na Yanga anofeli, inabidi ende huko. Sisi kweli tumefeli. Lakini kufeli kwetu wanaona wao wenyewe. Sisi tukatai. Sisi tu hili nafikiri tulicheza mwaka gani? Mwaka juzi hivi nafikiria. Lakini sisi tulikuwa tuko miaka 4 yote ilipita, sisi tulikuwa tunaishia robo. Ndio maana wakaanza kutucheka, mnaishia robo mnaishia. Na sasa hivi mmefuka robo, mmeenda nusu finali. Maana yake mtakuwa mkiishia hapo mtaitwa tena mnaishia nusu finali. Kwa sababu wapinzani wenu Yanga pia washafika finali ila wameshindwa kuchukua tu ile kombe. Yes. Mmejiandaa na figisu za Waarabu, maana mechi ya Yanga finali pia mliona mazingira yalikuwa. Unajua Simba na Yanga. Timu hizi zina wenyewe wanasema watani. Watani wa jadi. Nilipopata story kwamba hizi timu za watani. Lakini utani wao sasa hivi umekuwa sio utani. Uhasama. Au nini? Kwa uhasama mkubwa tena. Wametoka kwa utani umeenda kwenye uadui. Watu wanasema kwamba Simba na Yanga, mtu wa Yanga akifa mtu wa Simba aenda kuzika. Walikuwa wanabadilishana pia na wachezaji. Kwenye mazingira magumu wanatoka mchezaji anaenda. Lakini sasa hivi imekuwa tulivyoingia sasa vijana wa mwaka sema wa mwaka gani imekuwa na uhasama kwa Simba na watu hawataki kujua kabisa mambo ya utani. Yaani watu hawataki kujua, lakini wazee wetu walituambia Simba na Yanga watani, mtu wa Yanga akifa mtu wa Simba akifa sisi tunaenda mazikoni na tunatoa hela kwa sababu sisi ni watani. Na uone hiyo pia imechangia sana sisi tushindwe kusapotiana katika mashindano ya kimataifa, kutokana tumetengeneza uhasama mkubwa tofauti hata na wenzetu wakiwa katika ligi ya kimataifa, timu inapokuwa kwao wanasapotiana tofauti na Tanzania. Hili jambo uone kama linafanya pia tushindwe kufanikiwa vizuri kwenye mechi za kimataifa. Kwa kuwa Simba na Yanga hatupendani. Kumbuka viongozi waliopita waliwahi kusema kwamba hizi mechi za kimataifa muungane. Sisi Simba hatuna tatizo hili. Simba hamna tatizo. Sisi? Sisi hatuna matatizo Simba. Sisi hivi utuambie Yanga kaingia finali, John hapa msherekee, sisi tunaweza kwenda kusherekea vile vile. Kuna kipindi Yanga walichukua kombe wakachinja siju mbuzi, ng'ombe nini mengi masupu kama yote. Na waliwaambia na watu wa Simba pia waende, lakini wengine waligomea kwenda. Hii imekaaje sasa kama hakuna tatizo? Yaani kifupi kwamba Yanga alivyochukua ile kombe mara kwanza, mara pili, mara tatu. Na sisi Simba tulichukua mara 4 mfululizo. Lakini yeye anavyochukua naona anafanya sherehe kubwa, mara hivi mara watu wanisupu. Simba tuko simple tu sisi. Sasa kama City tu. Tukichukua kombe letu tunapita na gari yetu, wananchi wanaona basi. Lakini wao mara supu, mara leo mvaitensi, mara leo. Hii wapi mwana, hii football gani? Mimi nataka kujua football gani?
Wewe msemaji yani sehemu kama ya kufurahia inakatazwa mtu asifanye sherehe ya kunywa supu, imekatazwa hicho kitu. Sherehe za kifootball zinajulikana brother. Tunaona Ulaya, Uingereza, tunaona Man City, tunaona Barcelona. Ulaya sherehe zao wanapita na magari, lakini baadaye watu wanaenda kugonga mivinyo. Yanga wao wametoka kwa mambo ya kugonga mivinyo, kwa sababu inaonekana kwetu mivinyo sio sana watu wengi wanapenda. Wewe utajuaje mtangazaji kama wagongi mivinyo? Kwa sababu wao mashabiki wao wameonekana wengi sio wa kugonga mivinyo, ndio maana wakagongesha katika supu. Au unataka nao warudi katika mambo ya kugonga mivinyo? Mimi nataka washerekee, sababu mpira kiukweli sisi tunacheza mpira, lakini tunaangalia wenzetu wanafanya nini. Hata hapa Tanzania wengi tu wachezaji ambao kuwauliza, bwana wewe unacheza mpira unataka kuwa kama nani? Atakwambia mimi nataka kuwa kama mchezaji fulani, mimi nataka niwe kama fulani, kwa sababu wale washakuwa maprofessional. Sisi bado katika professional wala sifikiri kama tutafika. Sasa hatuwezi kufika kama TFF inakuwa hivyo, au labda sisi wenyewe, yani hatuwezi tukafika kwenye professional. Hatuwezi kufika kama TFF ikiwa inayumbishwa. Mimi naiomba sana TFF ikae chini, ipange ratiba zake vizuri sana. Sasa sababu wao wanachangia sana hizi timu mbili kufanya mambo. Na sasa hivi timu zimeweza kufikia hatua hata kusajili wachezaji wakubwa. Hichi kitu kinachoonyeshwa na TFF, huoni kama hata wachezaji wakubwa pia wataanza kuogopa kuja Tanzania? Kwa sababu pia wao wanapokuja wanatamani kuona waonyeshe ubora wao. Sasa timu inakuja katika mechi wanaambiwa hao wamekimbia, hao wamegomea. Inakuwaje katika mazingira hayo kama wachezaji pia wanaweza kagopa kuja kucheza Tanzania? Sisi kwa sababu tunapomtafuta mchezaji professional tunamwambia kila kitu hapa, tunamweka wazi mambo hapa bwana, mpira wetu maneno mengi. Yani sisi wabongo, Waalaikum salaam, tukimtafuta mchezaji tukimleta hapa Tanzania tunamwambia kila kitu live, wala tumfiche mchezaji. Kwani tumfiche? Ukimficha mchezaji unajitafutia matatizo. Ukisha kumchukua professional huko ukimleta hapa analipwa, inabidi umweke wazi. Na kutolea mfano mdogo, Clatous Chama huyo ndio kaja Simba huyo. Mimi ukweli jamaa nampenda sana Clatous Chama. Nampenda katika wachezaji mimi Simba nilowaona. Yule jamaa kanivutia sana. Kwa mchezaji wake yupo timu ya Yanga. Bado moyo wako unampenda? Bado nampenda. Na mimi sipendi, yani simpendi labda kwa kuwa labda yuko Yanga. No. Yule jamaa anajua. Clatous Chama unaweza kumfanisha ubora wake na mchezaji gani hapa Tanzania? Kwa hapa? Sijaona bado, natafuta. Bado yeye kiwango chake kiko juu sana. Bado kiwango chake. Mpaka sasa hivi wanasema bado kama Chama sio yule ambaye alitokea Simba au alikuwa anacheza Simba. Ni kweli. Lakini wewe unasema bado kiwango chake kiko juu. Hapo imekaje hiyo? Ni kweli. Chama amekuja hapa ametufanyia mafanikio mengi sana sisi. Na sisi tunajua tu asi. Kama ni kweli maana kiwango chake kimeshuka. Kwa hiyo Yanga pale ukiangalia unaona nani anaweza sasa hivi kafunika hata Chama? Kwa Simba, kwa Yanga. Kwa Yanga naona sababu Yanga wana mpira wa speed. Chama mpira wake slow. Hawezi kwenda kucheza pale. Kwa kama angekuwa Simba angepata nafasi ya kucheza? Angepata. Ndio maana tuliongea naye kwamba abaki. Kwa Simba hii ambayo alikuwa sasa hivi. Angecheza. Angekaa nani nje sasa? Hiyo mambo ya kocha sasa. Mfano wewe unapewa nafasi ya kocha. Umepewa kikosi kikiwa ndani kina Chama. Nani angebidi akae nje aanze Chama? Nitaangalia mazoezi. Nani anafanya vizuri? Kama kocha wetu anavyosema sasa. Anafanya vizuri inabidi acheze. Sio. Yanga pia ilikuwa katika mashindano ya klabu bingwa na imetoka kule. Wewe unaona kitu gani ambacho kimefanya Yanga wao wakashindwa kuendelea? Kitu gani ambacho kimewakwamisha? Yanga kilichofanya watoke katika huko. Mimi nazungumza kamdomo. Yaani walikuwa wanacheza na mdomo au walikuwa wanapanga calculator zao kutokana na mdomo. Na mdomo na vidole. Na vidole. Calculator yao. Mahesabu manake. Walikuwa wanapiga mahesabu ya mdomo na vidole. Kwa hiyo hicho ndio kilichowafalisha. Lakini timu yao ilikuwa na nafasi ya kucheza katika ubora au bado timu yao pia haikuwa bora? Ilivyokuwa bora tuliona katika shirikisho. Kwenye shirikisho.
Kwenye mechi za klabu bingwa bora hukuwepo. Hakuna kitu. Sio mgogoro wa Yanga kutokana na mazingira ya kocha. Hapana mgogoro. Hajakuwa na mgogoro wote. Hawakuwa katika fomu ambayo wanataka. Walivyokuwa bora nafikiri walifika finali na Watanzania wote tulikubali. Kama Yanga alikuwa bora. Mimi mwenyewe Simba lakini nilikubali Yanga bora kafika finali. Ulikubali siku hiyo au umekubali sasa hivi kwa sababu Yanga? Nilikubali baada ya kufika yeye finali. Baada ya kufika finali. Maana inawezekana na timu inapofika finali ujue hiyo timu nzuri. Sasa. Lakini walivyoenda huko ambao Simba ndo anaenda siku zote huko. Hakutoboa. Au katoboa? Simba anaenda siku zote huko lakini pia nao wanafika hapo alipofika Yanga. Hii lakini sasa angalia katika kombe la klabu kidogo samani mbaya. Simba amefika miaka mingapi nakuuliza katika hiyo robo? Miaka kama 4 hivi. Sio useme miaka kama 4. Sema tu miaka 4. Miaka 4. Yanga kama maana nilikuwa sina uhakika na hivyo vitu. Yanga kafika mara ngapi? Yanga mara 2 kama sikosema, mara 2 mara 3. Mara 2? Mara 2 au mara 3. Naona mara 2. Sasa katika mazingira hayo ukiona timu za Tanzania mpaka sasa bado hasijaweza kufuka hiyo hatua ya robo kwenye klabu bingwa. Huku tukiacha kwenye shirikisho tayari Yanga akavuka na Simba tayari naye kavuka. Hapo kwenye robo kitu gani ambacho kinatufanya sisi tunashindwa kuvuka hiyo sehemu? Unajua wenzetu bwana, nimeangalia wao wanawekeza sana, hela nyingi sana wanawekeza wenzetu kwa. Sisi bado kiwango chetu cha hela na matajiri wetu bado kiko down kidogo kutokana na mfumo wa serikali unavyoenda na nini. Lakini kama na sisi tutapata matajiri au wafadhili wazuri wa kuwekeza kama wanavyowekeza wenzetu. Wenzetu wanawekeza hela nyingi sana katika mpira. Yaani acha masaa. Sisi kuenjoy na kahawa yetu hapa, bado tuna wadau wengi wa soka, nikiwa na wadau wengi hapa. Bwana mwana Yanga, mambo vipi? Bwana poa. Shwari kabisa. Shwari. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Good kabisa. Good. Bwana, Simba wamefuzu wenzako katika kombe la shirikisho. Wewe ilikuwaje mpaka ukashindwa kutoboa katika Champions League kule? Safari bahati haikuwa kwangu tu. Bahati haikuwa kwako. Na kingine nafikiri viongozi wangu wamejifunza hawatafanya tena makosa ambayo wameyafanya kwa msimu huu. Msimu ujao tutakuwa vizuri zaidi na tutaenda mbali zaidi. Ndio. Kwa sababu kwa sasa hii shirikisho ambayo anashiriki mwenzangu yeye anasema kwamba atafika mbali, na msubiri kuona kama atafika mbali na nasubiri kuona ataishia wapi. Maki anaongea sana. Unamaanisha kwamba kiwango chao bado unakiona ni kidogo sana? Ana timu kwanza, anakaukani kuvae. Simba ameongea hapa timu yake ipo vizuri. Na umesema ana timu anakauka kuvae. Kama ile mechi ingepangwa kati ya Simba na Yanga, wewe unahisi matokeo yangekuwa upande gani? Tarehe 8 amenikimbia. Amekukimbia? Ameenda kuandika barua saa 8 usiku. Saa 8 usiku. Kwanza wameingiza mkenge. Wameingiza mkenge bodi ya ligi, wameingiza mkenge TFF mpaka mashabiki, kwa sababu kama angekuwa amejipanga vizuri huwezi kuniambia wewe mapya dakika 10 lisali moja ukimbie mechi. Sijai kuona duniani. Ninachowaambia Simba walifanya utoto na waache utoto. Kuanzia viongozi mpaka mashabiki zao. Japo wanaongea upuzi mtandao lakini waache utoto. Kwa hiyo hizi changamoto tunazipeleka kwa Simba moja kwa moja au kwenye shirikisho la mpira la Tanzania TFF? Bodi ya ligi wameshindwa kuwa na msimamo mzuri kwa sababu inaonekana wao wanaendeshwa sana na Simba kutokana na mazingira ya Simba, wakisema hivi inakuwa hivyo. Sio Simba. Au wanaendeshwa na vilabu viwili. Simba na Yanga wanaenda kufanya mpira wa Tanzania kupeleka ambako siko. Na bodi ya ligi amekuwa akiwakumbatia watoto wawili hawa. Lakini huyu mmoja hataki tena kubebwa. Anataka simamie sheria. Yeye mwenyewe anaamini siku moja akikosea katika kanuni zimchinje, tukashakubali. Ina maana injinia na wenzao wameshakubali kwamba sisi tukikosea siku nyingine kanuni ni chinje. Japo Simba hataki kukubali na bodi ya ligi. Kwa hiyo injinia yeye amekubali. Injinia au Yanga? Ndio kiongozi wangu, yeye ndio msemaji mkuu wa klabu yangu. Simba nani Yanga maana yake msemaji wao mkuu ni injinia. Hata Alikamwe ana kazi gani kwenye klabu ya Yanga? Sio Ahmed Alikamwe anachokizungumzia ametumwa na rais wa klabu kwamba nenda kazungumze hivi. Wao msemaji mkuu ni injinia. Yule ndio msemaji mkuu brother. Sio Alikamwe. Alikamwe kile anachokifanya ni maelekezo kutoka juu.
Yanga mpaka sasa hivi ina pointi ngapi katika ligi? 67 jana nimefikisha. 67. Unaiona kama inaweza kufanikisha kuchukua kombe la ligi? Hamna mtu wa kunizuia bro. Hakuna mtu wa kuzuia. Simba bado ana vipolo vingi na timu yake inaonekana iko vizuri. Huoni kama siku mkipangwa mechi na Simba kwamba anaweza kufanya vizuri, kwa sababu ana moto ambaye amewasha kwenye shirikisho hapa kombe la kimataifa na ameonekana amefanya vizuri sana. Japokuwa mechi yao imemalizika na mapenati, lakini bado ni mchezo umechezwa vizuri akiwa away pamoja na hapa nyumbani. Wewe huoni kama mechi ya Simba na Yanga itakuwa ngumu sana upande wako kama shabiki wa Yanga? Kwanza mimi sichezi tena game. Uchezi? Sitocheza dabi kwa sababu walinikimbia. Wewe bila sababu ya msingi. Sasa hiyo huoni kama itakubana kwenye sheria? Hainibani kwenye sheria, ndio maana mpaka sasa hivi waliskalia mara ya mwisho kuongea na waziri kuhojiwa tu alikataa kuhojiwa. Kwa hiyo hawezi mpaka sasa hivi kuwachukia wale viongozi wangu kwa sababu ni vijana ambao wanajielewa na wanauelewa mkubwa kwenye mpira. Kwa hiyo tufanye tena upumbavu ambao wamekufanya huko nyuma. Watajua wao. Unaonaje kama timu ya Yanga ama Simba moja wapo ikashushwa daraja? Yanga mimi niko tayari kushuka daraja kwa sababu nasimamia haki ili kesho kutwa asirudie makosa kama haya. Yaani wewe ukishushwa daraja ni fresh tu. Fresh tu. Kama Juve kashushwa mimi ni nani? Sawa. Tuachane na mambo hayo. Mara nyingi tumeambiwa tukicheza na Azam tunapitia mlango wa nyuma uani. Matokeo jana tumeshinda. Je, tulifanya kama tunavyoambiwa? Bana, kwanza niwape pole Azam. Za kazi kwa aliko pole sana. Alitamba sana asubuhi pale Crown, alitamba sana jana. Lakini mwisho wa siku kilichoamua ni quality. Sio kwamba ana timu mbovu, ana timu nzuri sana. Ila kocha wao mbinu zake bado. Ndio maana sisi tulimwini kwenye mbinu na kipindi cha kwanza tukatafuta magoli. Tulivyofanikiwa tukamwacha. Na ndio ilikuwa plani ya kocha wangu basi. Lakini kama tungetulia vizuri tungepata zaidi ya goli 5 jana. Zaidi ya goli 5. Zaidi ya goli 5. Yaani kama pale mbele angetulia Yanga zaidi ya goli 5. Kwa maana yake striker bado hazina utulivu. Of course na golikipa alifanya kazi. Jana Foba kalala na gloves mikononi na viatu. Kwenye top scorer ya ligi mpaka sasa hivi wanasimama ni watu wawili, sio? Kati ya Dube pamoja na Wa. Wewe unaona nani anaenda kuchukua kiatu cha top scorer? Yote atakayechukua sawa kwa sababu wote ni wachezaji wazuri. Utofauti ni namba wanazocheza. Lakini game bado zipo na ndio zitakazoamua ubora wa Dube na Awa. Nani ipo juu zaidi katika ubora wa kuscore? Kuscore ni Dube kwa sababu ndio namba yake anaocheza namba 9. Huyu ni kiungo mchezaji. Uone kama ambaye yupo chini na katika sio namba 9 na anaweza kuscore, maana yake sio kama yeye ndio bora. Unapomzungumzia kuscore, kwa hiyo kuscore ni kazi yake ni namba 9, ndio maana kula unaweza kuwa namba 9 alafu mwenzako akakuzidi. Tukiachia mfano kama Aziz Ki alikuwa ana magoli mengi na alikuwa sio namba 9. Lakini uone kama ndio inaweza kaonekana kwamba mara nyingi tunaona viungo wamekuwa bora kuliko hata wale namba 9, mastreka kwenye kuscore. Inatokea namba 9 nyingi zimekuwa kama za mchongo hivi. Sio Tanzania tu, namba 9 duniani au zungumzia Afrika. Afrika unajua kidogo zimekuwa ni shida namba 9. Patikana namba 9 kama Haaland. Of course ukiangalia kama Tanzania alipita mtu mmoja Fisto Kalala Mayele. Jamaa alikuwa ni fundi sana kulijua goli lilipo. Lakini kwa sasa tunaye Dube. Bado hajafika level ya Mayele lakini anajitahidi. Ukiangalia Simba na Yanga, Azam tunamzungumzia Dube kwa sababu ana score, anakupa assist. Kwa hiyo yuko vizuri. Na tumetazama mechi nyingi hapa za Yanga na Azam hawa. Mara nyingi sana upako umezuzwa. Anakutana na mazingira ya kuumizwa na Azam mara nyingi sana. Hii inatokana na nini? Kwa sababu ya kufanywa iwe nini? Ukamiwa sana na Azam au ni kitu gani? Siku zote fundi wa mpira lazima achezee faulu nyingi sana ili kumpunguza ile makali asikufuate. Yaani kwamba mabeki wanaamini tukimchezea yule jamaa tutampunguza makali, lakini jamaa kadri unavyomchezea ndio anakutamani kuja. Kwa hata beki mtu wa vile ampendi. Kwa sababu anavyokuja kwako akikupita mtakuja wawili kumkaba ama watatu kule mmepata wazi. Akifanikiwa kutoa pasi ni madhara kwenu. Kwa hiyo lazima aumizwe sana. Lazima acheze sana faulu. Mfano mdogo ni Messi, mnaona anavyokuwa uwanjani. Mazingira yake sio rahisi akicheza mpira. Ni magumu sana tofauti na Ronaldo. Lakini mbona Messi haumii sana kama Cristiano Ronaldo?
Ronaldo umri unaongea. Katumika sana. Messi katumika lakini bado anajaribu kujitunza vizuri, lakini Ronaldo kiacha huku Tanzania, nje tunashabikia timu gani? United. Uone United sasa hivi bado inasuasua na inawezekana ikashuka daraja. Wewe unalionaje kwa timu yako ya United? United ninachokiona kwa sasa ni wale wamiliki kwanza wakubali kujiondoa. Kijiondoa wale na hisi tatizo litaondoka pia. Ndio kinachotuponza cha kwanza. Cha pili, kama waondoki basi waboreshe vitu vya mazoezi. Uwanja wa mazoezi umekuwa ni mbovu sana. Chochote tunachokiona kwenye mechi timu inafanya vizuri ni uwanja wa mazoezi. Kama kule ni kubovu, huwezi kupata quality ya wachezaji bro. Mimi nashukuru kupiga story mbili tatu na wewe, na hii hapa ni Wako Jako Online TV. Next time, asanteni sana. Karibu sana. Wako Jako, yeah. Wako Jako, whoa. Wako Jako, yeah. Wako Jako.